Naam, Rais wa Kongo, Mheshimiwa Rais wa Kongo, Mheshimiwa Rais wa Burundi, Mheshimiwa Rais wa Rwanda. Sipendi kuwataja majina, lakini niwataje kwa heshima ya cheo chao kwa kusema kwamba waheshimiwa. Unajua kuna msemo katika Kiswahili usemao kwamba siku zote wanapopigana fahari wawili, basi zinazoumia ni nyasi. Huo ni msemo katika Kiswahili ambao ninaamini unaeleweka vizuri. Sasa ninyi waheshimiwa, ninaelewa kwamba uhai wa wananchi wenu mnajua jinsi ulivyo mikononi mwenu. Uhai kwa maana ya usalama, kwa maana ya amani ya wananchi wenu, na vyote hivyo utulivu wa wananchi wenu. Kwa hiyo hayo yote kwa kweli yako mikononi mwenu. Mwananchi kuwa na amani katika taifa lake, akafurahia taifa lake, akafurahia amani yake, akafurahia rasilimali za nchi yake, akafurahia rais wake, wakafurahia wao kwa wao. Hali ya namna hiyo kwa wananchi inatokana na baba yao kwa maana ya rais au kiongozi wa nchi yao. Na ndio maana nikasema kwamba ule msemo unaosema kuwa wanapopigana fahari wawili, basi siku zote wanaoumia waga ni nyasi, zinazoumia ni nyasi. Sasa tuchukulie kwamba wananchi ndio nyasi, alafu nyinyi waheshimiwa, nyie ni mafahari. Mnaweza msiwe wawili, lakini ni mafahari, kwa maana ya watu wenye mamlaka, watu wenye power and authority, watu wenye utawala, watu wenye uwezo wa kimamlaka na kadhalika, ambao kwa kweli uwezo huo, mamlaka hiyo, nguvu hiyo mmepewa na Mungu kabisa, mmepewa na Mungu. Na maandiko matakatifu yanathibitisha kwamba iheshimuni kila mamlaka itokayo kwa Mungu, na ya kwamba mamlaka yote hutoka kwa Mungu. Sasa maandiko hayo matakatifu pamoja na kanuni zenu za kiuongozi kama watawala, yote hayo yanatugusa ya kwamba tuwaheshimu na kuwaamini watawala na viongozi wetu. Kwa bahati mbaya kidogo, niseme kidogo, inasikitisha inapotokea kwamba wale viongozi wetu au viongozi wa watu waliopewa mamlaka na Mungu, waliopewa kibali na Mungu, wanapokuwa kwa njia moja au nyingine wameshindwa kumaintain, wameshindwa kusimamia yale mazingira au ile hali ya kwamba wanaoongozwa wawe salama, basi wanaoongozwa wanajikuta
wakiwa na changamoto ngumu, wakiwa katika mazingira magumu, kama inavyotokea sasa na kama ilivyokwisha kutokea sasa katika mataifa yenu. Na sababu kubwa mara nyingi inayowafanyaga wanaoongozwa nyasi, wananchi yani, watawaliwa yani, sababu kubwa inayowafanyaga wakati mwingine wapoteze amani, wapoteze furaha katika nchi zao, wapoteze usalama katika nchi yao, basi wao watu kimbia. Sababu kubwa mara nyingi haisababishwagi na wananchi wenyewe. Hili tunakubaliana. Ni mara chache wananchi watawaliwa nyasi kusababisha migogoro, misuguano, kutokuelewana, mafarakano, vita na mambo ya namna hiyo, wao kwa wao kusababisha. Ni mara chache. Mara nyingi hivyo vitu husababishwa na mifumo. Ndiyo, anaweza asiwe rais aliyesababisha, maana yake mkuu, mwenye mamlaka, mwenye dhamana, anaweza asiwe aliyesababisha wakati mwingine, lakini kwa sababu ndiye aliye kwenye dhamana, basi mifumo ikienda ndivyo sivyo, mifumo ya nchi, mifumo ya taifa ikienda ndivyo sivyo, basi wananchi wanaishiaga kujikuta wanadumbukia katika migogoro. Wananchi wanajikuta wanadumbukia katika migogoro. Unaweza kuangalia kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo mifumo ya nchi zetu, mifumo, miongozo, kanuni, taratibu, anayezisimamia au anayevisimamia vitu hivyo, anayesimamia mifumo hiyo, sio mwananchi wa kawaida. Sio mwananchi wa kawaida anayesimamia mifumo hiyo, ila wanaosimamia hiyo mifumo ni hao watawala wenye dhamana serikalini. Unaona? Wakiongozwa na kiongozi mkuu, kwa maana ya rais husika katika hiyo nchi. Sasa chini yake anakuwa na watu wanaomsaidia kazi, wasaidizi wa kiongozi, wasaidizi wa rais. Na ndio maana nikasema mara nyingi au mara nyingine rais anaweza asiwe aliyesababisha mgogoro. Na ndivyo ilivyo wakati mwingine. Rais anaweza kusababisha mgogoro, anaweza asababishe shida, asababishe changamoto. Lakini wale walio chini yake aliowaamini, akawapa dhamana, akawapa mamlaka, akawapa vyeo, akawapa nafasi, wasaidizi wake, wakajikuta wanamwangusha rais. Na wakisha mwangusha rais kwa kutokusimamia mifumo hiyo, basi wanaojikuta kwenye migogoro sio hao ambao wameshindwa kusimamia hiyo mifumo. Naona hao wameshindwa kusimamia mifumo, lakini inapotokea tatizo, walioshindwa kusimamia mifumo sio wanaopata shida. Sio wanaopata shida. Wanaopata shida ni wale ambao ni innocent people. Innocent people, watu ambao kwa kweli wala haimo kwenye mfumo kwa njia moja au nyingine, wala hajui mifumo yao inaendeleaje, wala hajui serikali inaendaje, wala hao ndio mara nyingi wanajikutaga wanadumbukia katika changamoto. Watu ambao hawahusiki kabisa. Hawahusiki kabisa. Na ndio maana msemo huo naurudia kwa mara nyingine kwamba wanapopigana fahali wawili, basi zinazoumia ni nyasi. Nyasi ni wananchi. Fahali ni viongozi, ni watawala wenye mamlaka. Sasa basi, nianzeni kwa kuwaomba waheshimiwa hawa watatu, mheshimiwa mkuu wa taifa la Kongo au rais wa Kongo kwa sasa, alafu mheshimiwa rais wa Burundi kwa sasa aliyepo, alafu mheshimiwa wa Rwanda kwa sasa aliyepo. Nimewaomba hivyo kwamba
nisemeje, siwakumbushi, wanaelewa. Lakini najua taarifa hizi naweza siwafikie moja kwa moja, ila basi kwa niaba ya wananchi wao, niseme hili neno kwamba mataifa haya matatu, nasemea mataifa haya matatu kwa sasa, lakini ni mataifa mengi tu. Mataifa haya matatu kwa maana ya Kongo, Rwanda na Burundi, kimsingi yamekuwa katika changamoto kubwa sana. Changamoto kubwa hii ninayoisema inatofautiana nchi na nchi. Inawezekana wananchi wa Rwanda hawajakutana changamoto kubwa sana kama wananchi wa Kongo. Naona? Na wananchi wa Kongo wote, inawezekana baadhi ya makabila hawajakutana na changamoto sana kuliko makabila fulani. Unaona? Hali kadhalika wananchi wa Burundi wamekutana na changamoto pia. Ni kweli kwamba sio wote, baadhi inawezekana wamekutana na changamoto kubwa sana, baadhi hawajui wala kinachoendelea. Hizo ni nyasi hizo. Nyasi zinapata changamoto kutokana na mafahali. Mafahali na wenyewe sio wao, hawasababishi wao, ni mifumo ya nchi zao ambayo inawezekana wasimamizi wa mifumo hiyo. Kwa sababu hebu niwaambie wananchi, siku zote rais hawezi kusimamia mifumo yote. Yaani hawezi kusimamia idara zote. Asimamia idara ya ulinzi, idara ya afya, idara ya elimu, idara ya nini, hawezi kusimamia vyote hivyo. Ila anapokuwa rais basi anakuwa na wasaidizi wake. Sasa hiyo ndio mifumo unayoisema hiyo. Sasa inapotokea hao wasimamizi wa hizo wizara au idara hizo wakashindwa kusimama sawasawa, wakashindwa kutenda sawasawa, kusimamia sawasawa, wakaingiza vitu vingine katika usimamizi wao, basi anayesemwa, anayeambiwa kwamba amefeli, anayeonekana kwamba ameshindwa, anasemwa rais. Naona? Anasemwa rais. Kwa hiyo wakati mwingine marais wetu hawa wanabebaga lawama ambazo zingine sio za lazima sana. Ijapokuwa rais pia ana mandate, anaweza tamko la rais laweza kutuliza ghasia. Tamko tu dogo tu la rais, maelekezo tu mafupi sana ya rais. Naona? Yana uwezo mkubwa kutuliza ghasia au kusababisha ghasia. Sasa basi, kwa sababu ya hiyo mifumo ya mataifa kusimamiwa na watu ambao sio wazuri kwa njia moja au nyingine, kwa sababu kama nilivyokwisha kusema, rais hawezi kusimamia vitu vyote. Hawezi kusimamia vitu vyote. Hawezi. Yeye na wasaidizi wake. Sasa wanapokuwa wameshindwa wasaidizi hawa, basi ndizo vurugu, ndio migogoro, ndizo changamoto katika watawaliwa au kwa wananchi wao. Sasa Kongo mpaka sasa hivi, taifa la Kongo, asilimia kubwa ya wananchi wa Kongo wamepata changamoto kubwa sana. Amani ni ndogo, watu wamekufa, watu wamekimbia, watu wameumizwa, watu wameteseka. Naona makabila kwa makabila. Makabila kwa makabila. Kwa nini makabila wanafikia hatua wanashindwa kuelewana? Mifumo. Kabila fulani halielewani na kabila fulani. Kabila fulani alishirikiana na kabila fulani. Tatizo nini? Mifumo inayokuwa imewekwa na ikashindwa kusimamiwa vizuri. Mifumo. Naona hata nchi fulani kushindwa kuelewana na nchi nyingine, tatizo nini? Mifumo ya husika. Rais fulani kushindwa kuelewana na rais mwingine, tatizo nini? Mifumo. Kwa hiyo mifumo inapokuwa imekosewa, imeshindwa kusimamiwa vizuri kwa kila eneo, kwa kila taasisi, kwa mataifa katika nchi mbalimbali, basi matokeo yake ni wale walioko chini ya hiyo mifumo ndio wanaopata changamoto. Sasa ndicho kinachotokea kwa taifa la Kongo, ndicho kinachotokea kwa taifa la Burundi, ndicho kinachotokea kwa mataifa Rwanda na mataifa mengine, Sudani,
Somalia huko wapi, naona na mataifa mengine. Tatizo si kiongozi sana, tatizo ni wale watendaji kazi walioko chini ya kiongozi mhusika kushindwa kusimamia mifumo, taratibu na kanuni iliyowekwa katika nchi au eneo husika. Sasa basi nihitimishe hili. Enyi wananchi wa hizi nchi tatu. Nianze na wananchi wa Kongo. Kwa makabila yenu 250 mpaka 300. Unajua Kongo kuna makabila mengi, makabila mengi sana. Hapo nyuma nimejaribisha kuyataja, yakanishinda yote. Nikataja makabila kama 50 hivi. Lakini Kongo kuna makabila mengi sana. Nilisema hivi, Mungu kuweka makabila mengi katika taifa la Kongo ulikuwa ni mpango mzuri wa Mungu. Sasa Kongo, nyinyi wa Kongomani, kwa makabila yenu yote hayo, ebu jione kwamba ninyi ni kitu kimoja. Ninawaomba katika jina la Mungu Baba, jione kwamba ninyi nyote ni kabila moja, hata kama ninyi ni makabila tofauti tofauti. Jione kwamba ninyi nyote ni kabila moja, ili kwa umoja wenu wa Kongomani, hata kama mifumo ni mibaya, nyinyi mubaki salama. Hata kama mifumo ya nchi ni mibaya, inayosimamiwa na watu ambao wamejisahau kwa njia moja au nyingine. Hata kama mifumo ya namna hiyo ni mbaya, nimewaambieni kwamba rais hawezi kusimamia kila eneo. Anaweka wasaidizi wake wanamkwamisha. Naona. Sasa hata kama mifumo kwa njia moja au nyingine ni mibaya, haijakaa vizuri na changamoto, lakini ninyi hebu mkae kitu kimoja. Kae mkiwa kitu kimoja, kwa wingi wa makabila yenu, kwa tofauti ya lugha zenu, kama mlivyo. Hebu Mungu awape neema ya kulijua hilo. Mifumo isiyo mibaya ikawaathiri na nyie. Endelea kulijua hilo, mthaminiane, endelea kusameheana, endelea kusaidiana, endelea kumaliza tofauti zenu za kikabila, za kisiasa. Zote hizo ni kutokana na mifumo kama nilivyosema. Mlijue hilo na muendelee kutambuana ninyi kwa ninyi, maana nyinyi ni kitu kimoja. Hii ni kitu kimoja. Habari za ukabila, huyu ni kabila fulani, kabila fulani, atuongee pamoja tufanye nini? Hizo muziache na wasihi sana. Tafadhali. Ili mnapojipanga nyie mkawa kitu kimoja, basi bila shaka Mungu atatengeneza. Viongozi watatengeneza. Watakapoona kwamba hawa wananchi wanakuwa kitu kimoja wote. Viongozi kuna kitu watarekebisha. Kuna kitu watashtuka. Viongozi kuna kitu watarekebisha na kuna kitu watashtuka. Na katika kurekebisha na kushtuka, basi mifumo itakaa sawa. Mifumo mingine ni kwa sababu inaandaliwa makusudi, kama nilivyokwisha kusema, divide and rule. Watenge na upate kuwatawala. Sasa nyinyi mkisha kuwa kitu kimoja, viongozi watashtuka. Watarekebisha mifumo na hatimaye tutakuwa na ushindi mkubwa. Hali kadhalika wenyeji wa Burundi, hali kadhalika wenyeji wa Rwanda. Nyote tendeni hivyo. Ninyi ni watu wa Mungu, taifa la Bwana, mmeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ebu tuwe kitu kimoja. Tukisha kuwa kitu kimoja, mkisha kuwa kitu kimoja, basi hawa watawala, waheshimiwa hawa, watashtuka. Na mifumo watairekebisha, inayotutenganisha watairekebisha, na hatimaye mataifa yetu yatakaa kwa ushindi na utulivu na amani. Nahitimisha kwa maneno hayo. Mungu awabariki sana, Mungu awalinde, na Mungu awalinde waheshimiwa viongozi, marais wetu hawa. Mungu awalinde, Mungu awatunze. Tuendelee kuwaombea, tuombee na Mungu atawasaidia. Mungu atawasaidia, na Mungu akiwasaidia wao, basi wananchi wamepona, au wananchi tumepona. Asante sana, asante sana. Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. Niwatakie mwaka mpya mwema 2026. Amen.